Kwa majina naitwa Ladislaus Filipo Msasu, ni mkaguzi kutoka kanda ya Kaskazini. Sisi kama mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu tumeweza kutekeleza agizo la Mheshimiwa Waziri wa Kilimo alilolitoa wakati wa ziara yake katika wilaya ya Karatu juu ya ufuatiliaji wa viuatilifu na taarifa ambazo zilitolewa na wakulima. Sisi kama mamlaka tumeweza kuweka kambi hapa ya siku 7. Timu ipo hapa, leo ni siku ya 4. Tumeweza kutembelea na kukagua maduka katika kata 4 hadi sasa, na tunaendelea kutoa elimu kwa wakulima hasa wa zao hili la vitunguu juu ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu, na kuendelea kuelimisha matumizi haya yaendelee kuzingatiwa kutokana na sheria mbalimbali zilizowekwa juu ya usalama huu wa viuatilifu. Kwa jina naitwa Yasini Rashidi Kasia, ni diwani wa kata ya Barai. Kwanza nitangulize shukrani zangu za dhati kwa serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vile vile napenda kumshukuru waziri wangu wa kilimo, anaitwa Daniel Chongolo. Kwa sababu ni siku chache baada ya ziara yake ametuma timu ya ukaguzi. Tulilalamika na kuwasilisha kero ya wananchi hasa wakulima wa bonde la Eyasi kutokana na changamoto wanazozipata viuatilifu hivi vinavyotumika kwenye zao la kitunguu. Timu ya wakaguzi wamejaribu kuzunguka na kuhoji baadhi ya wakulima hasa kwenda kwenye maduka yanayouza hivyo viuatilifu. Kwa kweli namshukuru sana, na aendelee kuwa na moyo huo wa kuendelea kuhudumia wananchi wa bonde la Eyasi, hasa wakulima wa zao la vitunguu. Naitwa John Dibura, mwenyekiti wa kijiji cha Ndamaga. Ujio huu mimi na imani kubwa kwamba wakulima wetu watapata madawa yaliyo bora kwa kila zao ambalo linashambuliwa na wadudu. Mimi nafikiri ujio huu utatusaidia sana. Hata wakati wanapokea pale mpakani, vitapimwa vizuri, ambayo inatusaidia kwa ajili ya vitunguu. Mimi niombe serikali, wataalamu hawa mara kwa mara watutembelee, waone ufanisi wa madawa ambayo wanatupa wenzetu ambao wanauza pembejeo ya madawa. Watutembelee. Kwa hiyo niombe serikali wahimize wataalamu wake waje kwenye sehemu hizi ambazo zinalimwa, hasa hii bonde la Eyasi, bonde la Mangola kwa ujumla, ambayo inalima mazao ya kitunguu kwa kiwango kikubwa sana. Naitwa Mika Wilson, ni afisa kilimo kata ya Ndamaga. Nashughulika na usimamizi na kutoa ushauri kwa wakulima juu ya matumizi ya sumu hizi tunazopiga mashambani, na nishukuru kwamba tumepata ugeni leo kutoka TPHPA ambao ni wasimamizi wakuu na wadhibiti wa sumu hizi tunazozitumia huku mashambani. Tunashukuru kwa ujio wao kwa sababu wametuletea elimu ya matumizi bora ya hizi sumu ambazo tunazitumia kila siku huku, na kumekuwa na changamoto kubwa ya matumizi ya hizi sumu. Wakulima wengi hawana uelewa mkubwa kuhusiana na hizo sumu, unakuta wanatumia kinyume na ambavyo inaelekezwa, hasa kutoka kwa wataalamu hao ambao wanatumika kudhibiti ubora wa haya madawa. Kwa hiyo changamoto imekuwa kubwa, ambapo pia inapelekea usugu kwa baadhi ya wadudu. Unakuta sumu inapigwa lakini mdudu hafi kutokana na changamoto kubwa za matumizi holela na mabaya ya hizi sumu, kwa sababu wakulima wengi wanachanganya sumu zaidi ya moja kwenye gramu moja, ambayo pia inafifisha ubora wa sumu na ufanyaji kazi wake unakuwa ni hafifu. Lakini pia tunashukuru ujio huu kwa sababu pia umetuletea elimu, na watazidi kutusogelea karibu na kutoa elimu zaidi kwa wakulima ili tuweze kubadilika na kufanya kilimo chenye tija, kwa sababu gharama zinaongezeka kwa sababu ya matumizi mengi na makubwa ya sumu ambayo kimsingi tutakiwa tutumie kwa asilimia ndogo ili kudhibiti visumbufu, lakini tunatumia gharama kubwa na visumbufu vingi kutokana na matumizi haya mabaya. Lakini kwa ujio wao tunashukuru kwamba
tutazidi kupata elimu, tutafikia wakulima wengi zaidi ili waweze kuelewa namna bora ya matumizi haya ya hizi sumu na kuacha kulalamika kwamba hazifanyi kazi, sababu tuna imani kwamba sumu zote zinafanya kazi, ni matumizi tu yanakuwa mabaya.